mtuelekeze ili tupate mavuno mengi na sisi tupate maendeleo safi katika kijiji chetu cha Masinde. Wizara ya Kilimo inatekeleza programu ya mifumo himilivu ya chakula. Kwenye programu hii, idara yetu ya mipango na usimamizi wa ardhi ya kilimo inatekeleza kiashiria namba 7 kinachotuhitaji tupime afya ya udongo nchi nzima. Kwa sasa tumeshapima mikoa 13 na awamu hii tuko mikoa 6 ikiwemo Morogoro. Na Morogoro tumeshaanza kuchukua sampuli za udongo kwenye halmashauri ya wilaya ya Mvomero, na sasa hivi kuanzia leo tupo halmashauri ya wilaya ya Malinyi. Hivyo tunaomba wakulima wakiona wataalamu kwenye mashamba yao wasitaharuki. Tupo kwa ajili ya kutekeleza zoezi la kitaifa lenye tija kwa jamii. Hili zoezi linahusisha wataalamu mbalimbali wanaotoka katika taasisi Wizara ya Kilimo na taasisi zake, lakini pia taasisi za elimu ya juu, taasisi ya Jiolojia Tanzania, lakini tunashirikiana na wataalamu wa kilimo kutoka ofisi za wakuu wa mikoa na halmashauri husika. Tumepitiwa na wataalamu wa kutoka Wizara ya Kilimo kwa niaba ya kukusanya sampuli ya udongo. Kabla ya zoezi hili huwa nilikuwa najiamulia tu kutumia mbolea bila ushauri. Hivyo sasa kupitia zoezi hilo nitatambua na kupitia ushauri wa mabwana shamba, hivyo nitajua mbolea gani sahihi ya kuweza kutumia kwenye shamba zangu. Mimi ni mkulima wa kunalima mazao ya mahindi pamoja na mpunga. Kwenye zao la mahindi huwa kwa wastani wa heka huwa napata gunia 5 mpaka 7 ikijitahidi. Wataalamu walipofika wakachimba udongo, wakachukua udongo wa juu na wa chini. Walipochukua udongo ule wakaweka sampuli mbili. Mashamba yetu yanakubali kulima mua, mpunga, mahindi, ufuta, mbaazi. Tutakapopata majibu watatuelekeza kwamba majibu yatakapotoka kwamba tulime nini. Lakini mazao kwa sababu tunalima bila wataalamu maalum na mbolea na nini na udongo tulikuwa bado hatujaupima, lazima tupate mazao ya kiwango cha chini. Tumepokea wageni kutoka Wizara ya Kilimo ambao wanajishughulisha na ukusanyaji sampuli za udongo. Wataalamu hawa tumeshawapokea tayari na tayari wanaendelea na zoezi la ukusanyaji wa sampuli za udongo tayari kwa kwenda kuzipima na kujua afya ya udongo wetu. Naamini kabisa baada ya kupokea majibu ya sampuli za udongo wetu, tayari sisi kama wataalamu wa kilimo tutahamasisha wakulima na kueleza nini kimetokea juu ya sampuli zetu, ili tuende na kile ambacho kinatakiwa ama tujue ni virutubisho gani ambavyo vimekosekana katika udongo wetu. Na naamini katika hilo tutafanikiwa na wakulima wetu wanaweza wakazalisha zaidi kuliko hapo awali. Issue tunajua tayari udongo unakubali, kwa sababu ndio tunapozaliwa huko, lakini ukienda na scientific analysis unajua, utasema what do we need to do to become the best. Ecology ya Morogoro, ecology ya Jambo. Ukienda Kilosa mtakuta nyingine, ukienda kule mtakuta nyingine, ukienda Malinyi mtakuta nyingine. What you guys are going to do ni kuniambia kwamba kilimo cha korosho kitaendaje na hiyo soil sampling unaenda kufanya huko. Kwa sababu mtachukua results zenu za Lindi, za Mtwara, za wapi na wapi, za Liwale, na huko maeneo mengine itakuwa kama zinafanana na Namtumbo na Liwale na the geographical vicinity, ili tusaidie sisi wengine ambao tuna shida za elimu
tutaenda kulingania na kusema hawa jamaa mabingwa wa soil health wamefanya research yao 1, 2, 3 kwenye maeneo ya Malinyi, Mlanga na wale wakulima tuliowatoa pale kwenye maeneo haya, tunaweza tukawapa mbegu hizi za korosho tulizopanda, na baada ya miaka 3 ikawa ni chanzo chao cha maisha, wakaacha kuingia mule ndani ya bonde ambalo linaathiri maji na upatikanaji wa